Ndani ya kumbi tulivu za Umoja wa Mataifa, sauti moja imetikisa misingi ya diplomasia ya dunia. Balozi wa Iran Amir Said Erevan amefungua ukurasa mpya wa lawama na ushahidi dhidi ya Marekani, akimtaja Rais Donald Trump kwa kalamu yenye uzito wa historia. Erevan aliandika barua yenye maneno makali kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Rais wa Baraza la Usalama Michael Imran Kanu, barua ambayo sasa imegeuka kuwa nyundo ya kisiasa dhidi ya Washington. Aliongeza kwa maneno makali, na hapa namnukuu: Rais wa Marekani amekiri wazi kuwa alikuwa mstari wa mbele katika mashambulizi ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Kauli yake ni ushahidi wa moja kwa moja wa uongozi na ushiriki wa Marekani katika vitendo vya uvamizi na uhalifu wa kivita. Erevan aliandika akivunja ukuta wa ukimya uliotanda tangu Juni 2025. Mnamo Novemba 6, 2025, mbele ya kamera na kalamu za waandishi wa habari, Trump alitamka maneno yaliyojaza dunia mshangao, akisema Israeli ilishambulia kwanza, shambulio hilo lilikuwa kubwa mno, naye alikuwa akiendesha kila hatua kwani ilikuwa sikukuu kwa Israel. Kauli hiyo ambayo kwa wengine ilionekana kama majigambo ya kisiasa, kwa Iran ilikuwa kifaa cha kisheria cha dhahabu, ushahidi usiopingika ushiriki wa Marekani katika mashambulizi yaliyochoma miundombinu, kuua raia na kuyumbisha amani ya Mashariki ya Kati. Erevan aliendelea kumwaga kalamu kwa ukali wa radi, akisema hili si tena jambo la siri, bali ni kukiri kwa kiongozi mkuu wa taifa linalojinasibu kuwa ngome ya demokrasia. Kauli hii imevua hila zote, ikionyesha sura halisi ya uvamizi uliofichwa nyuma ya kivuli cha urafiki wa kimataifa. Katika barua yake ndefu, balozi huyu alikumbusha ulimwengu kuwa vitendo hivyo vimekiuka kifungu cha pili cha sheria ndogo ya 4 cha katiba ya Umoja wa Mataifa kinachokataza matumizi ya nguvu dhidi ya nchi huru. Aidha, alifumua uongo wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani ambaye mnamo Juni 13, 2025 alidai kuwa Washington haikuhusika katika mashambulizi dhidi ya Iran. Sasa pazia limeondoka, huku akisisitiza kuwa Marekani haikuwa mtazamaji bali mwongozaji wa mchezo wa damu. Aliongeza kuwa Iran inaitaka jamii ya kimataifa ichukue hatua za kisheria zisizo na upendeleo, ikisisitiza kwamba kauli ya Trump ni ushahidi wa uhalifu wa kimataifa uliotamkwa kwa ulimi wa mhalifu mwenyewe. Kwa mujibu wa Tehran, mashambulizi haya yaliharibu vituo vya nyuklia vya amani, yakaua raia wasiokuwa na hatia na kuvunja misingi ya haki za kibinadamu, vitendo vinavyofanana na uasi dhidi ya dhamira ya dunia. Erevan alihitimisha barua yake kwa maneno ya tahadhari yanayovuma kama upepo wa ukombozi, akisema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itatumia kila njia ya kisheria kuhakikisha wahusika wote wanawajibika, damu ya watu wao haitabaki kimya na haki italipwa na historia itakumbuka. Sasa barua hiyo imewekwa rasmi kama hati ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ishara kuwa mzimu wa ukweli umeingia katikati ya jukwaa la mataifa. Mbele ya macho ya dunia, mchezo wa kivuli umegeuka kuwa mahakama ya hadhara, na maneno ya Trump yamebaki yakining'inia hewani kama sauti ya hatia isiyoweza kufutwa.